Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema dharau na majivuno huleta kilio katika maisha. Dharau, majivuno huleta kilio katika maisha. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Kile kitabu cha Yakobo 4:6 Biblia inasema hivi: Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Anapozungumza kiburi, anazungumza watu wenye majivuno, watu wenye dharau. Sasa Mungu anawapinga, na hii inapelekea unaweza ukawa na jitihada nyingi kwenye kupambana kwenye maisha, iwe ni biashara, iwe ni kazi yoyote ambayo inakupatia kipato, lakini matokeo yake yakawa kidogo, au ukipata kile ulichopata kinapotea. Kwa hiyo dharau, majivuno ni kitu kibaya sana kwenye maisha, huleta kilio. Mfano michache ya kwenye Biblia. Mfano wa kwanza tumwangalie Sauli. Sauli Mungu alimwinua sana kutoka mtu wa kawaida akawa mfalme wa kwanza wa Israeli, lakini baadaye Sauli akaanza kupuuza maagizo ya Mungu na kujiona anaweza kufanya mambo kwa namna yake mwenyewe. Matokeo yake ufalme wake uliondolewa. Kitu gani unajifunza mahali hapa kwa habari ya dharau na majivuno? Siku zote kwenye maisha yako usidharau nafasi ambayo Mungu amekupa. Usidharau. Umekuwa mume, usidharau nafasi ambayo Mungu amekupa kama mume. Tafuta kujua wajibu wake, kaa kwenye hiyo nafasi. Umepewa na Mungu nafasi kama mke, ithamini, iheshimu hiyo nafasi, itumikie kwa uaminifu, kwa kujua ya kupasayo kufanya. Utaona mafanikio makubwa sana. Umepewa nafasi katika uongozi wowote, iwe ni ngazi ya familia, iwe ngazi ya jamii, iwe kwenye nchi, ione umepewa na Mungu. Kwa lugha nyingine, dharau, majivuno hayatatoka kwako, na hapo ndipo utapoona Mungu akikupigania, akikutetea. Habari hii ya Sauli tunaipata katika kile kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa 15 mstari 22 23, utapata habari hizi. Ufalme wake, nafasi yake iliondolewa. Na wewe alikadhalika, ukicheza ukaleta majivuno, nafasi uliopewa utaondolewa. Mfano wa pili ni Samson. Samson alikuwa na nguvu za ajabu kwa neema ya Mungu. Samson alianza kuchezea wito wake na kutothamini kile ambacho Mungu alikuwa amemkabidhi, na alipoteza nguvu zake. Hii unaipata kwenye ile Waamuzi 16 mstari wa 20. Kitu gani tunajifunza katika mfano huu wa Samson? Ukichezea neema ambayo Mungu amekupa, unaweza kupoteza kile kilichokuwa kinakutofautisha na wengine. Inawezekana ulikuwa mfanya biashara, ukadharau neema ambayo Mungu amekupa kama mfanya biashara, ukaanza kupata wateja wengi, kiburi kikainuka, majivuno yakainuka. Mungu anakiondoa kile kilichokutofautisha wewe na wafanyabiashara wengine. Kwa hiyo mwanzoni ulikuwa anakuja kwako sio kwa sababu una kitu cha tofauti, kwa sababu ile neema ya Mungu ilikuwa juu yako,
ndio ilikuwa na kutofautisha wewe. Sio kwamba wewe ulikuwa na akili sana kuliko wengine, ila ni neema ilikusaidia. Kwa hiyo acha kujiona ni bora kuliko wengine. Hiyo ni neema ambayo Mungu amekupa. Dharau isitoke kwako, utaleta kilio kwenye maisha yako. Tatu ni mtumishi wa Mungu Nebukadreza. Nebukadreza alijivunia mafanikio yake, akisema yote ameyafanya kwa uwezo wake. Mungu akamnyenyekeza mpaka akatambua mamlaka alionayo ilitoka kwa Mungu. Na hii unaipata katika Danieli 4:30 mpaka 37. Kitu gani cha kujifunza katika mfano huo? Mungu hutaka utukufu wote umrudie yeye. Kwa hiyo ukiingiza majivuno katika nafasi ambayo Mungu amekupa, unatafuta kilio. Ukifanikiwa, sema Mungu amenisaidia. Ukiona unafanya kitu chochote cha tofauti, sema Mungu ameniwezesha. Mungu amekusaidia jambo lolote katika maisha, mpe Mungu utukufu. Dharau ni kujiona wewe unaweza, wengine hawawezi. Jifunze kumshukuru Mungu. Itakusaidia sana itakusaidia sana kuepuka mtego wa kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Huo ni mfano wa tatu. Wa nne ni wa Yusufu. Hii tunapata katika kitabu cha Mwanzo 45 ule mstari wa 5 na wa 8. Biblia inasema hivi: huyu Yusufu licha ya kufika cheo kikubwa au cheo cha juu kule Misri, hakuwahi kujisifu. Hakuwahi kujisifu. Alijua kwamba kila alichokuwa nacho kilitoka kwa Mungu. Kila kilichokuwa mikononi mwake kilitoka kwa Mungu. Ndio maana Mungu aliendelea kumwinua, kumtetea, kumpigania na kuwa msemaji wake. Na wewe kwenye maisha yako, ukiacha kiburi, ukiacha majivuno, ukiacha dharau katika kila eneo la maisha yako, uwe na uhakika Mungu atakuinua. Mungu atakusimamia katika maeneo ya ajabu kabisa ambayo kutarajia. Lakini cha kwanza, acha kabisa majivuno, kujiona mimi ninaweza sana. Hiyo sentensi isiwepo moyoni mwako. Nihitimishe kwa namna hii. Jiulize sasa, je, ninathamini kile Mungu amenipa? Je, bado ninamrudishia Mungu utukufu? Je, nimeanza kujiona nimefika kwa uwezo wangu? Ukijibu maswali hayo kwa uaminifu na ukarekebisha mahali pale unapoona kabisa ulikosea, kwa namna unavyowaza na kwa namna ulivyosimamia hayo mambo, Mungu ataendelea kukuinua kutoka utukufu kwenda utukufu. Mungu akubariki sana. Nenda kafanikiwe kwenye maisha.